Kuna msemo mmoja wenye maana kubwa. Inasema hivi: vile unavyozidi kujipenda mwenyewe, ndivyo unavyopunguza kuwategemea wengine ili kupata furaha ya moyoni. Lakini jambo hili lina maana gani hasa? Chukulia vile unajisikia. Yaani hisia zako ni kama betri. Kama hujui jinsi ya kuichaji betri yako wewe mwenyewe, utakuwa unamtafuta mtu kila mara ili akuchajie betri yako, akupe nguvu. Unaanza kutegemea sifa zao, kujali kwao, au hata jinsi wanavyojisikia ili tu na wewe ujisikie vizuri. Lakini unapojipenda kwanza wewe mwenyewe, unakuwa unamiliki chaja yako. Unakuwa na msingi imara kwenye maisha yako. Hili ni jambo la muhimu sana kwa wazazi na walezi. Kwa sababu wazazi na walezi ndio ramani ambayo watoto wanaitumia kujenga maisha yao wenyewe. Leo tutaangalia jinsi kujipenda kunabadilisha malezi yako na maisha ya baadaye ya watoto wako. Watoto ni kama sponji inayonyonya maji. Watoto hawasikilizi tu kile unachokisema. Wanaangalia kile unachokifanya. Ukimwambia mtoto wako awe na kujiamini, lakini kila mara anakuona ukijidharau, atajifunza kujilaumu na kujikosoa, na sio kujiamini. Hebu fikiria, umetoka kazini au shuleni, umechoka. Badala ya kuwalalamikia watoto wako, unasema, nimetoka kazini na nimechoka sana, na nahitaji dakika 15 nipumzike na nitulie, ili niichaji akili yangu. Nguvu zangu zikirecharge tena, nitakuwa tayari kucheza na watoto. Kwa kusema hivyo, hauwakatai watoto, bali unawafundisha kuwa ni sawa kujijali na kujipenda kwanza wewe mwenyewe. Unapofanya kosa bila kujua, usijiite mjinga. Sema kwa sauti, oho, nimekosea. Lakini kila mtu hufanya makosa. Nitajaribu tena tu. Watoto wako watajifunza kwamba ukifanya makosa bila kusudi, haimaanishi kwamba wewe sio mtu wa thamani. Watoto wako wanapokuona ukijishughulisha na kufanya hobi yako au kitu unachokipenda, wanajifunza kuwa furaha ni kitu unachojitengenezea mwenyewe na sio kitu unachosubiri wengine wakupe ndio uweze kupata furaha. Je, umewahi kusikia msemo huu? Huwezi kutoa maji kwenye kikombe kitupu. Mzazi anapojipenda mwenyewe, anaweza kutimiza mahitaji ya moyoni ya watoto wake zaidi ya mzazi mwenye kuzidiwa na mawazo na anayejipuuza na kujidharau. Kwanza kabisa, upendo wako kama mzazi au mlezi unakuwa ni zawadi kwa watoto wako na sio biashara. Kama unategemea tabia njema ya watoto wako ili ujione kuwa wewe ni mzazi mzuri au mwema, basi utakuwa unawatupia watoto mzigo wako wa hisia zako au hali ya moyo wako. Mzazi anayejipenda mwenyewe anajiona ana thamani, hata kama tabia za watoto wake zina changamoto. Hali hii inakusaidia kubaki na utulivu hata mtoto anapopiga kelele au kusumbua. Unakuwa kama nanga yao, kwa sababu boti yako haizami pamoja na ya kwao.